Naomba fungue kitabu cha Waebrania 11 pale. Waebrania 11 anza sasa kwanza pale. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Ndio. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. By faith, kwa imani, through faith we understand. We understand. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Swali langu ni hili. Kwenye mstari ni kitu gani kinakufahamisha? Yani the faith, imani inakufahamisha kwamba dunia iliumbwa kwa neno nani? La Mungu. Kwa hiyo imani inaweza kukupa ufahamu. Hawa watu hawanielewi kabisa. Njoo mzee wangu. Samani, naomba nikupe mfano ambao ni mgumu kidogo. Huyu mzee kuna kazi anaifanya ni kwa naye jana. Kubwa sana, si ndio? Hivi unaenda kwa mtu gani? Naam. Unaenda kwa mtu wa namna gani? Bilionea. Umesikia? Yaani ndivyo atakavyokuwa. Ndivyo atakavyokuwa kwa sababu gani? Yaani hata usipomwombea wewe muombe kanayo bwana pesa. Yaweke pembeni. Yaani kitu anachokifanya ndani yake, kuna jambo analifanya, imani inayomfanya afanye jambo hilo inamhakikishia kwamba atakuwa bilionea, na ni kweli atakuwa. By faith we understand. Amen. Tunaeleweka eh? By faith we understand. Kwa imani iko hivi. Yale kuna mtu hapa anajua huyo mtu hajamuoa, hajaoa mume wake, hajaoa mke wake, lakini kwa imani anajua atampenda. Naeleweka vizuri. Yaani iko mzee Mduma, gari ulionalo amen halikutokea, ila kwa imani ulijua utalinunua. So what makes you to understand that you shall get car? It is the faith. Ilikuwa ni imani iliyokuwa ndani yako. Imani inaweza kukupa kujua maisha yako yatakuwaje. The faith, imani inaweza kukusaidia kujua mind ya Mungu kwenye maisha yako. Jambo lolote unalolifanya ukiwa na imani nalo, mwanangu, hilo jambo ni Mungu, ni mind ya Mungu ndani yako. Are you listening? Are you listening? Yani kuna watu hapa ndani yako na mzigo. Amen. Ni kweli unafuga kuku lakini wanakufa, sawa? Lakini unaamini ndani au kutafuka tena. Hiyo imani inakufundisha kwamba nao kwa imani, by faith we understand. Kwa imani unajua kwamba now this is God speaking. Wangapi naelewa? Sika mnaelewa vizuri. Naelewa vizuri. Pengine hamjanielewa. Hebu soma chini. Soma mpaka ukuta mahali ambako Ibrahim alipoitwa aliitika. Soma chini kuna mahali kuandikwa Ibrahim alipoitwa aliitika. Kwa imani, kwa imani, kwa imani. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika. Atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Ngoja. Ai God. Rudia tena, naomba mtikise mtu mmoja hapo. Mwambie sasa makini. Aende, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Hivi kama Mungu alimwambia Ibrahim nakupa nchi ya ahadi, hizo ndio nchi ya ahadi. Angamwambia Chionda, Mwanza ndio nchi yako ya ahadi, si ndio? Si ndio angamuonyesha? Sasa angalia nchi ya ahadi alivyoipata Ibrahim. Hakuna mahali Mungu alishamwambia Ibrahim hii ndio nchi yako ya ahadi. No. 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 Ndani ya Ibrahim ni kama unaposikia ndani yako una msukumo wa kujenga gorofa hiyo. Ule msukumo ulionao, ukielewa msukumo, hiyo imani is God talking, speaking. Naeleweka vizuri eh? Soma tena mstari. Kwa imani. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika. Atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Atoke mahali atakapopapata, sio atakapoonyeshwa, atakapopewa. Yani unatoka hapo unazunguka Kisarawe. Unasema lakini hapa nzuri hapa nimepapenda
Hapo nimepapenda is God provided for you. You get my point? Ule msukumo mzuri unaosikia ndani yako ni Mungu anasema na wewe kwamba madota, haya ndio mawazo unayokuwazia. Yani kama unasikia ndani yangu utajenga, utafanikiwa, nitakuwa na bilionea, nitakuwa na hela, huo msukumo is God talking to you. Kwa imani alipoitwa aliitika atoka aende mahali pale atakapo papata kuwa urithi, nchi ya urithi. Akafanyaje? Akatoka asijua aendako. Yani iko hivi, ndani yake alikuwa anasikia msukumo. Nataka kununua, nataka nipate shamba nataka nipate kiwanja nataka nijenge sawa, nitajenga nyumba gani ndani yake asikia msukumo, akatembea. Endelea shida usikie. Anasema kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi. Sasa alipofika pale akasema Desemba pazuri hapa bwana, pesa sifa. Akasema hapa napataka. Amen. Hapa yani hajawahi kutokea kusema baba hii kile ninakitaka sio cha kwako au hujanunua, ile ndio nimeitaka. Amen. Na mmoja alipoenda akakuta hiyo nchi ilikuwa na watu. Amen. Nchi akawa mgeni lakini akapataka pale. Alipita nchi nyingi mpaka akaona nchi moja imemfurahisha, akapataka, akasema hii ndio nchi yangu hii. Mungu akampa hiyo nchi kuwa ndo ahadi yake. Oh my God. Amen. Naongea tunaelewa vizuri hapa. Kwa imani aitoka sio aendako. Mwanangu, kuna vitu vingi ule msukumo unaosikia is the mind of God in your life. Mwanangu, huo msukumo usije kauzima is the mind of God in your life. Kama unataka kujenga gorofa hata kama una hela, is the mind of God in your life. Amen. Ndio unasikia hauna chochote, lakini ukijitazama unajisikia ndani yako kwamba mimi I can do better. I can do better. Understand is God talking to you. Amen. Naeleweka vizuri Punga mkono wako juu. Sema the mind of God. The mind of God. The mind of God. The mind of God. Understand the mind of God. Unaweza kuwa kwenye mazingira magumu sana, lakini ndani yako unajua kwamba nitatoka hapa. Ukisikia msukumo jua ni Mungu anasema na wewe, is God mind in you. Hallelujah. Niona watu fulani wanaishi maisha fulani magumu, lakini hana wasiwasi. Uweze kumtambua. Leo ni mabilionea, wana hela, wamefanikiwa. Why? They were able to identify the mind of God, to define God's mind. Punga mkono. Sawa Yesu. Leo nataka nijue fikra yako, mawazo yako. Leo najua mawazo yako. Leo najua mawazo. Najua mawazo ya Mungu. Najua mawazo. Najua mawazo ya Mungu. Najua mawazo. Najua mawazo ya Mungu. Najua mawazo ya Mungu. I know the mind of God. Najua. Ayubu anamwambia mke wake, mke kama mkufuru Mungu ufe. Akasema simkufuru, najua mind yake. Ya tupate mema mbaya tupate. Nikitokea. Biblia inasema Mungu akamrudisha Yusufu maradufu zaidi ya mwanzo. Why? Alikuwa tayari kujua mind ya nani? Ya Mungu. Leo umekosa kodi tu unalia mpaka msiba unaweka. Ngokeje ndani yako. Yaani kodi ya shilingi 50 una msiba nyumbani. Baba asifiwe. Amen. Amen. Umeachwa na sigara. Sigara Hussein, Bwana asifiwe. Amen. Yale kijana ta sigara Hussein kamwacha. Unalia, Bwana asifiwe. Amen. 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 Ya unatamba kama si jamani, mimi sigara ameniacha. Baba asifiwe. Mwambie Mungu, huyu sigara acha ondoke. I want to know your mind, my God. Amen. Punga mkono. Sasa Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Leo naijua mind. Leo naijua. Mwanangu, huo hata kama unasikia hauna chochote, lakini unasikia msukumo wa kampuni, wa biashara kubwa, wa ofisi kubwa, wa utajiri, huo msukumo is God telling you something. Amen. Yes. Naomba niwape siri ajabu sana. Kuna bahati na neema ya kuwa mtoto wa kinabii. Amen. Au mtoto wa nabii. Yes. Naomba niwape siri ajabu sana muifahamu. Yaani kuna bahati na neema. Amen. Ya kuwa mtoto wa nabii. Amen. Unapokuwa mtoto wa nabii, prophetic child, ukishakuwa mtoto wa kinabii, naomba nikutadharisha jambo hili. Kama wewe generation ya prophetic uko hapa,
chochote kitakacho kutokea kwenye maisha yako ni unabii. Amen. Na Mungu anakusudi nao. Amen. Yes. Narudia tena. Chochote kitakacho Tokea. kibaya au kizuri, Yes. ni prophetic. Mungu anakusudi jema na hicho kitu. Amen. Yes. Ndoto yoyote utakayoota huko wewe umeokoka na ni mtoto wa prophetic, it will be God is speaking to you. Amen. Ngoja pesili. Yes. Mara nyingi naweza kuombea watu wa magonjwa wengi. Ngoja pesili ajabu sana. Ambao hujui. Ikikupata wewe unapasuka. Sometimes naweza kaja hapa ibadani, kichwa kinauma, kiungo kinauma, yeye anaweza kupewa magonjwa 10 ili ni kuhudumia wewe. Yeye Mungu ananiambia kwamba kuna mtu anauma kichwa. Yes. Nasema kuna mtu hapa anasumbua kichwa siku nyingi. Sema ni mimi hapa, nikikuombea umepona kimeacha. Kuna mtu asikia kiuno, mikro kinabana pale pale. Amen. Amen. Lakini kingebana wewe kwa sababu sio prophetic. Yes. You must understand this dimension. Yeye mara nyingi naomba siri. Yes. Naweza kaja hapa, tumbo linoma. Kuna mama hapa au unasumbua tumbo muda mrefu. Mimi njoo hapa. Au nakuhudumia mama, kwani tumbo linasumbua? Tumbo lako na shida gani? Yes. Baba ninaumwa. Hapa mimi nimebanwa vibaya sana. Oh my God. Yeah. You must understand Yes. the mind of Christ. Amen. Yes. Jesus. Lakini angekuwa hivi hapa. Ngoja karaba rakaba reba. Why? Because you don't know the mind of God in your life. Yes. Naweza kuamka asubuhi sina hela. Kabisa. Yes. Nitakawa Tanzania asubuhi. Leo naamka asubuhi sina hela. Liliana kanipigia simu. Kasema Liliani, una biashara imekuwa ngumu sana. Baba kom. Imebidi leo nisiwe na hela ili Amen. the mind of God. Wamenielewa? Amen. Wamenielewa? Amen. Wamenielewa? Amen. Wamenielewa? Amen. Wamenielewa? Amen. Ngoja niwape siri. Siku moja nilikuwa naenda Mbezi Beach. Kwa hiyo wakati nabadilisha nguo, zipi kwa imekatika ghafla. Humu ndani. Lazima nikaenda Mbezi Beach. Nimekaa kwenye ibada akasema sasa hapa mbele hapa kuna mtu hapo amevaa suruali aina zipo umeifunga. Akasema ni mimi, akasema haiwezekani mimi naenda ibadani zipo ipakatike. Never. There must a person God want to deal with. Amen. Must be a person God want to deal with. Yes. Praise God. Amen. Wangapi wanaelewa? It can't be possible. Yes. There must be a person God want to deal. Wangapi wanaelewa? Amen. Punga mkono wako juu. Kwa hiyo haya mambo ukishika prophetic usiachukue kawaida. Yes. You must know. Amen. Yani mimi niote msiba. Yani niote marehemu aliyekufa. Mwanangu mmoja Marekani nafikiri natazama. Alipigia simu, baba nilikuwa tunafanya ibada. Sasa baba nimeota ndoto mbaya. Ipi? Nimeota dada yangu anaitwa Grace Neema. Alifariki miaka mingi. Ananigongea nimfungulie. Baba nimekemea. Nikasema jamani, roho ya mauti. Nafungulia roho ya mauti mimi nyumbani kwangu. Nikakemea. Nikasema mwanangu, usirudie tena. Wewe ni mtoto wa nabii. Mungu hawezi kuruhusu ufungulie mauti. Huyo sio Mungu. Ilikuwa hivi. Siku ulikuwa umefunga, sema ndio. Ulipokuwa unafunga ulikuwa unaomba maombi haya. Baba naomba unirejeshe kila kitu kilichopotea. Uongo kweli? Akasema ndio mambo yako naomba mpaka sasa hivi. Nikasema sasa aliyefariki nani? Ni Neema. Nani Neema? Mungu amekwambia hivi, neema yako iliyokufa imerudi, now open for the grace is coming. Amen. 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 Hiyo ndoto leo tomota mbaya. Lazima ujue mind ya Mungu kwenye hiyo dream. Amen. Wangapi wanaelewa? Kwa mtu anaelewa vizuri Amen. You must be able to know the mind of God. Yes. Yeye nyumbani kwako kaja paka anailizi kama mchawi. Mwanangu, you untouchable, unstoppable, unwishable, unshakable. Huyo paka understand the mind of God. Why? Because you untouchable, unstoppable, unwishable, unshakable, and fall down.
The mind of God. 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 To my life. And life. Punga mkono wako juu. Who is able to know the mind of God? Amen. Nani kutaka kujua mind ya Mungu ndani yake? I'm ready. To know the mind of God. Amen. To know the mind of God. Amen. To know the mind of God. Amen. Mwanangu, kuanzia leo mambo yanayo kutokea yote, there is God mind. Yes. Mambo yanayo kutokea yote, there is God mind there. Amen. Understand the mind of God. Amina. Punga mkono wako juu. Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Nakushukuru. Nakushukuru. Asante. Asante. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Kristo. Asante Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi wamenielewa? Mwanangu mmoja alikuwa mwaka juzi mwaka wapi? Kuna ajali ilitokea, I don't know, Dodoma sijui wapi, ilikuwa inatokea Mwanza. Wakafa kama 20 hivi. Kwa mwanangu ametoka asubuhi anaenda kuna hiyo gari, ana dereva wake. Wakafa sijui wapi? Gari kapasuka tairi la mbele. Sawa wapi? Kwa hiyo ikaingia kwenye mtaro, ikabend kwenye saa 11:30. Kaanza kupiga kelele, baba, nipata ajali mbaya. Na ndio kwa safari yangu ya kwenda Mwanza na wai gari saa 11 nini sasa nasubiri tu kufuta, akachelewa hiyo gari. Kashapata tiketi. Amen. Nikamwambia bangu, mshukuru Mungu, hiyo sio hasara, kuna kitu Mungu anataka akusaidie. What happened? Ile gari kaenda ikapata ajali wakafatwa 20. Amen. Lakini kwa mawazo yake aliona gari limeharibika. But it was God in mind. Unaweza kuwa unaendesha gari ukakwaruza kidogo tu, wewe wabone again usalamike. Ilibidi ukwaruze pembeni, kwingine ikwaruzwe ukae pembeni, ulalamika na bodaboda ili ile lori ambayo ilikuwa inakuja kugonga lipite at that time. You must be able to know the mind of God. Vile kulalamika, Mungu mbona umeniacha? Mimi gari yangu mpiga pancha. You must know the mind of God. Praise God. Ila mkono wako juu, sema Bwana Yesu asante. Nataka kujua mind ya Mungu. To know the mind of God. To know the mind of the God. mind of God. Mind of the God. mind of God. The mind of God. The mind of God. The mind of The God. 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 mind of God to The my mind life. of God to my life. Anza kuomba, Baba, nataka kujua mawazo yako, the mind of God to my life. Pray 1 2 3 pray. Baba, najua kuna kusudi. Baba, nataka The mind of God. The mind of God. Nataka nijue mawazo yako kwangu Baba. Jesus, I want to know your mind to me. I want to know your mind to my life, Jesus. I want to know your mind in my life. Jesus, I want to know your mind in my life. Bwana Yesu, nahitaji nijue fikra zako, mawazo yako kwangu unaoniwazia. Baba, nahitaji nijue mawazo yako kwangu kwenye masomo yangu, kwenye kazi zangu, kwenye biashara zangu, kwenye utumishi wangu, kwenye huduma yangu. Nahitaji nijue mawazo yako Mungu kwangu. Nahitaji nijue Mungu vile unavyoniwazia. Nahitaji nijue mawazo ambayo Mungu wangu unaniwazia. Nahitaji nijue mawazo ambayo Mungu unaniwazia kuhusiana na miradi mikubwa ambayo iko mbele yangu. Nahitaji nijue mawazo ambayo Mungu unaniwazia kuhusu huduma kubwa niliyobeba. Nahitaji Bwana nijue mawazo unaoniwazia kuhusu afya yangu, kuhusu watoto wangu, kuhusu familia yangu, kuhusu uzao wangu. Nahitaji nijue Mungu wangu mawazo unaniwazia. Nipe kujua mawazo yako Bwana juu yangu. Nipe kuyajua mawazo yako juu ya maisha yangu. Nataka nijue Mungu mawazo yako kwangu. Nataka nijue Mungu mawazo unaoniwazia. Nipe kuyafahamu mawazo yako kwangu. My Lord, I want it in the name of Jesus Christ. Nisaidie Mungu kujua mawazo yako. Nipe kuyajua mawazo unaniwazia. Nipe kuyafahamu mawazo unaniwazia Mungu. Nipe kuyajua mawazo unaniwazia Mungu. Nipe kuyafahamu Bwana hayo mawazo mema unaniwazia kwa habari ya kazi yangu, kwa habari ya maisha yangu. Nipe kuyajua hayo mawazo, my Lord. Nipe kujua mawazo ambayo Mungu unaniwazia. Nipe kujua Mungu Baba. Help me to know your mind, Jesus Christ, in my life.
Help me to know your mind in my life, my Lord. Nisaidie kujua, nisaidie kujua, nisaidie kuyajua mawazo yako kwangu. Nisaidie kujua mawazo yako kwangu. Nipe kujua mawazo unaoniwazia. Baba, nahitaji kufahamu mawazo unaoniwazia. Nahitaji kufahamu mawazo unaoniwazia kwenye maisha yangu. Nahitaji nifahamu mawazo unaoniwazia kwenye maisha yangu. I want to know your mind in my life, my Lord. Help me in the name of Jesus, I pray today. Mungu wangu kafanye jambo leo. Nipe kuyafahamu mawazo ambayo Mungu unaoniwazia mchana huu wa leo. Nipe kufahamu Mungu mawazo unaoniwazia kuhusu kuvaa kwangu, kula kwangu, kuhusu kukaa kwangu. Nipe kufahamu kwa jina la